ya vijana chini ya miaka 20 imemalizika. Ndio. Matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC wakiwa ni mabingwa. Yeah. Na wasema sana, mnawananga sana. Bao 1-0. Nazungumza mengi sana. Huku kwa vijana si haba. We nani kiachana na Lemna, yule ana umri gani? Mkubwa. Anawezekana anakaribiana na umri wa mara mwisho Azam. Hapana. Azam kuchukua ligi under 20 ni miaka 13 imepita. Anakaribiana. Ndio nakwambia anakaribiana, miaka 13 imepita. Sasa ndio nasema mmewasema sana Job, kwani hujaelewa point yangu? Wamefanya vizuri. Of course, tunataka tuwapongeze hapa, ndio maana yangu. Historically unajua ndo mabingwa wa kwanza. Walikuwa mabingwa wa kwanza kati michuano inaanza, lakini imewachukua miaka 13. Hiyo miaka 13 sio tu kwa sababu miaka yote wameshiriki na kukosa. Kuna miaka ambayo wameshiriki na kukosa, lakini kuna miaka ambayo hii haikufanyika. Kama miaka 2 hapo haikufanyika hii tournament. Kwa kwenye ile 13 toa 2 ambayo haikufanyika, kwa miaka 11 ambayo mambo yalikuwa hayaendi sawa. Kwenye hiyo 11 unaizungumzia, weka 5 ambayo Mtibwa alichukua back to back. Umeelewa Mtibwa tishio kwa kweli kwa upande wa vijana kwa miaka 5 mfululizo. Kwa ukianza hapo bingwa mtetezi iliyopita hakuchukua nani? Mtibwa kuchukua kwa sababu akatenataka kwenda kwenye knockout stages huko. Alikatwa alama 15 kama sikosei, kwa sababu kuna mchezo mmoja kufika kwenye kituo. Kuna some mistakes zilitokea. Walijua kituo kiko sehemu nyingine, kumbe mchezo ulikuwa umehamishwa kituo, na walipoenda wasingeweza kurudi ndani ya wakati kwa sababu ilikuwa tayari ni mkoa kwa mkoa. Sio kama unaelewa hiyo. Kwa ilikuwa ni ngumu kwa wao kurudi kwa wakati. Ni ngumu kwa wao kurudi kwa wakati. Kwa wakaomba kwamba ilikuwa hiyo some miscommunication na nini, lakini haikuwa imefaa. Kwa na wao walikuwa okay, hata kama haijafaa manake si wanapoteza alama 3 za mchezo na nini. Lakini pia kwa alama 3 angekatwa manake wao bado walikuwa wanapenya kuingia kwenye knockout stages. Lakini kwa bahati mbaya hazikuwa tu alama 3 ambazo mwenzao walipewa, huyu alipaswa kucheza naye, lakini na wao wakalimwa alama 15 takriban, ambazo zikawafanya wasiqualify kwenda kwenye hatua ya 8 bora. Kwa hivyo wakautema ubingwa kwa staili hiyo mwaka jana, na mwaka huu hawajashiriki kwa sababu Mtibwa senior team ikawa imeshuka daraja, maana yake they are not part of the league anymore, kwa sababu senior team yao imeshuka. Kwa baada ya kukosa ubingwa kwa miaka 2 Mtibwa tangu walipoanza kuchukua, kwa sababu walipoanza kuchukua hawajaachia kwa miaka 5. Wanapiga back to back. Sasa hizi wameshakosa miaka 2. Next season Mtibwa under 20 wamo kwenye ligi. Kwa sababu tutarajie shida itakuwa pale. Na nadhani angekuwepo bado wana timu nzuri, Mtibwa. Nadhani angekuwepo msimu huu angechukua. Nimeangalia michuano ya under 20, Mtibwa alikuwa na very big chance. Mtibwa angekuwa na very big chance ya kuchukua, nimeangalia. Lakini ukiachana kuzungumzia timu ambayo haikuwepo kwenye tournament, tuzungumze ambazo zilikuwepo. Na tuipe pongezi zake Azam kabisa kwa kutwaa, lakini nataka nipeleke pia pongezi za pekee kwa Fountain Gate. Wamecheza mpira mzuri, hususan kwenye mechi ya jana ya finali. Unajua waliipa shinikizo zuri pia Azam, na Azam kupitia kocha wao Kasim Liogope na walifanya kazi nzuri sana. First half walitawala game, lakini second half walijua kwamba wanahitaji kuzuia kile walichokuwa nacho, na Fountain walijaribu kupeleka kila kitu walichokuwa nacho, na credit kwa Azam ambao walisimama imara na kutokuruhusu goli la kusawazisha ambalo lingeweza kuwapa nafasi Fountain kufanya lolote kwenye ile tournament. Ulikuwa mchezo mzuri kiasi, nililazimika, sio kwa kulazimishwa, kwa hiari yangu nilazimika kumtumia ujumbe mwalimu wa Fountain Gate kwamba is doing a great job, alitengeneza timu yake vizuri. Ni vizuri kupongezana. Mimi napendaga pia kuwa na uchanya kwa namna moja ama nyingine kwa jinsi ambavyo tournaments zimeendelea. Pengine kuna vijana ambao tunaweza tukawapata wakaja wakasaidia pia katika ligi, lakini sio ligi tu, kama taifa, katika timu zetu za taifa. Hilo pia linawezekana. Jicho lako limeona vitu huko. At level, unajua tunazungumzia level gani? Hata kama kwani hii ni under 20, huwezi kuachukua vijana wakapanda pole kwa ajili ya baadaye.
ama bado kuna vitu unahitaji kuviona zaidi ama unahitaji kuwaona zaidi? Tukisema tuzungumze uhalisia, ukweli. Uhalisia. Yaani ule wa uhalisia kabisa. Uhalisia kabisa, tunapata kitu kutokana na hizi tournament? Bado. No. Hamna hata mmoja ambaye amekuimpress. Sio hata mmoja. Ndio mimi naongelea, siwezi kusema kwamba ni wote. Hapana, wote. Angalau huyo mmoja. Yaani ukisema kama tunaweza tukatengeneza base ya kupata wachezaji wa kujenga labda timu yetu ya taifa under 20 nzuri kutoka kwenye hii tournament ambayo tumeiona hapa. Ya vilabu vyote ambavyo vimeshiriki. Bado. Ndio maana nikauliza kwa level ipi? Kwa huu ukanda wetu sijui dhidi ya hapa Afrika Mashariki hivi. Tunaweza tukacheza. Lakini sijui tunaenda kabisa AFCON sijui nini. Tuko mbali. Kwani Job unajua si tumeshiriki, unaanza kama mchicha, si ndio? Tunaweza kuanza pole hawezi kutufaa kwa baadaye. Tuko nyuma. Unajua kuna namna ambavyo mchezaji anakuwa. Kuna umri fulani akifika, kuna vitu inabidi yawe tayari anavifanya. Sasa ukiangalia wale, kuna baadhi ya vitu vingi bado tuko nyuma. Sasa hapo unajua ubaya ni kwamba sijui kama tunalinganisha na mataifa mengine ambayo kiasi yameshaendelea labda, na narudi tena kufikiri kwamba unajua tumeshiriki AFCON under 20 mwaka huu. Lakini kwenye AFCON under 20 tulikuwa moja kati ya timu mbovu kabisa ambacho hakija kupendeza kabisa. Hatujafunga goli, hatujatoa sare, tumefungwa mechi zote na Mwalimu Charles. Sijui kama unanielewa. One of the worst records kwenye tournament tulikuwa nayo sisi. Kwa hiyo inakuonyesha, na wale wachezaji waliokuwa wameunda kwenye kile kikosi cha under 20, majority wako kwenye Premier League tayari. Majority wako kwenye Premier League tayari. Na hapo ndo unazungumza bali huyu tena sio kama yuko kwenye Premier League msimu mmoja. Unakuta yuko kwenye msimu wake wa pili. Tayari, lakini ana game zake kwenye mkanda za Premier League. Kwa hiyo tuko katika namna. Sasa nikiwaangalia pia wale ambao walikuwa wanacheza kwenye hii tournament ambayo imeisha ya under 20, nikiwalinganisha na wale ambao walikuwa wameitwa kwenye under 20 iliyoenda AFCON. Walioitwa kwenye under 20 iliyoenda AFCON ni wazuri, na lakini wametoka na sifuri kuliko hao ambao walikuwa na kuna gap fulani bado kuna gap fulani ambalo tumeshindwa kukava hilo gap kutokana na age ya wachezaji wetu na technical ability yake, vitu ambavyo wanaweza wakavifanya. Muda mwingine kuna zile awareness za kiufundi wanazikosa, muda mwingine ni maamuzi wanafanya makosa mengi kwenye maamuzi yao. Kwa hiyo kuna mapungufu mengi, kuna sehemu kubwa sana ambayo ni improvement kwenye game yao. Ndio maana nakwambia kama tutakuwa tunazungumzia kuwa na timu ambayo tunataka ishindane to those levels, sijui tuende AFCON under 20 tufanye kitu au tuchukue qualifications za AFCON under 20 tufanyeje, tuna changamoto bado. Sawa, tusikie kutoka kwa Mwalimu Kassim Liogope tathmini yake ya michuano jinsi ambavyo ilivyokuwa, na ndo tayari. Na wewe ukitaka kujua hiyo umeona hivi vilabu vilivyoshiriki pale. Waulize wana uwezo wa kupandisha wachezaji wangapi kutoka kwenye vikosi vya under 20. Kevumbi. Mashindano yalikuwa magumu, lakini pia yalikuwa mazuri na yalikuwa na vipindi tofauti. Zile hatua za awali okozi ziko tofauti na hatua hii ya pili. Hatua ya awali timu nyingi zinaonekana kwamba zinakuwa bado hazijaorganize, lakini ile raundi ya pili ilikuwa pia na ushindani, wakati kila timu inahitaji nafasi kwenda katika hatua ambayo inafuata. Lakini hatua hii ya nane bora ilikuwa ni tofauti sana. Ukiangalia hata baadhi ya zile timu ambazo hazikufanya vizuri kwenye hatua ya makundi, ndo asilimia kubwa zenyewe ndo zimefanya vizuri, zimeenda kwenye nusu finali. Kwa hiyo hii tafsiri ni mashindano ambayo yalikuwa yanabadilika kwa kila moment tofauti. Hii na tafsiri yake inaonekana kwamba kila timu imejipanga, lakini kitu kizuri kwangu mimi ambacho nilikiona, niliwaambia kwamba hii ni ligi kuu ya vijana. Miaka ya nyuma ilikuwa ichezo kama hivi. Sasa hivi mnacheza mechi 14 kwenye raundi ya mwanzo, mechi 7 home and away, lakini tukienda katika hatua ambayo inafuata tunacheza mechi 5 ambazo tunacheza back to back yenye intensity kubwa, yenye ushindani. Kwa hiyo tunahitaji tuwekeze kwenye mbinu, lakini kuwa na wachezaji bora, lakini pia wachezaji ambao pia wastamilivu, ambao wanaweza kucheza mechi kwa muda mrefu kwenye intensity hiyo. Kwa hiyo hiko ndo kitu, na nashukuru wachezaji wangu walinielewa. Lakini pia kitu kingine ambacho nilikiweka pia nilikunia uzoefu wangu kwamba tozi wakati nakuja nilipoona natoka ligi kuu. Kwa hiyo nilipokuja huko moja kwa moja mwanzoni niliangalia baadhi ya mechi nikasema kwamba ni ligi ya ushindani. Kitu ambacho niliwaekea vijana ile hali ya kufight hata
hata kama kwamba mechi inakuwa ngumu, inaonekana kama game tunaweza tukaipoteza, lakini kwamba wawe na ile determination kuona namna gani yale malengo yanafika. Hiko ndio kitu kikubwa ambacho nimechiweka. Sawa, ni tathmini hiyo Mwalimu Kassim Liogope. Anastahili pia pongezi zake, si ndio? Sana. Mi Kassim Liogope nilikuwa namkubali kuanzia Dodoma Jiji. Kona hata Azam alivyomchukua kuja kwenye timu, kujiunga kwenye timu zao za vijana, I wanapata mwalimu mzuri. Kassim ulikuwa ukimwona hata akifanya analysis ya mechi ambazo anakuwa amezicheza wakati ule kwenye ligi kuu Dodoma Jiji. Ukisikiza mazungumzo yake baada ya mechi, unaona kabisa ni mtu ambaye anazungumza maeneo ya kiufundi na anazungumza mambo ya kiufundi katika lugha rahisi ambayo mwingine unaelewa. Kwa hiyo ni moja kati ya walimu ambao nawaheshimu sana na credit kwake, na pengine alistahili kuchukua hiyo kama reward ya kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya kutokea kule alikokuwa anaifanya. Lakini pia pongezi kwa uongozi wa Azam kwa kuona uwezo wa Kassim Liogope. Sure. Na kuamua kumuongeza kwenye benchi lao la ufundi kwenye timu za vijana na kumpatia timu ya vijana, na amefanikiwa kutoa ubingwa. Credit. Haya, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia Wasafi FM Mahakama ya Michezo.